Ni miaka minne sasa tangu Rais Samia Suluhu Hassan ashike wadhifa na kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kifo cha Rais John Pombe Magufuli kilichotokea tarehe 17 mwezi Machi 2021 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais Samia kwa kipindi hicho alikuwa ni makamu wa rais, na kwa mujibu wa kifungu cha 37 namba 5 cha katiba ya mwaka 1977, nafasi ya urais inapokuwa wazi kwa sababu yoyote ikiwemo kifo, viongozi watatu wameorodheshwa kushika nafasi hiyo, wakiwemo makamu wa rais. Na endapo hata kuwepo, atachukua spika wa bunge, na kama hayupo, atachukua jaji mkuu. Hivyo, kwa wakati huo, makamu wa rais alikuwepo, yaani Dr. Samia Suluhu Hassan akashika nafasi ya urais kwa mujibu wa katiba mpaka uchaguzi mkuu mwingine ambapo Tanzania unafanyika kila baada ya miaka mitano. Rais Samia aliapa Machi 19 na kuhakikishia umma wa Tanzania na ulimwengu kwa ujumla kuwa yeye ni rais wa jinsia ya kike, kwa kusisitiza kuwa anaenda kuifanya kazi kubwa iliyo mbele yake kwa weledi mkubwa. Na hapa naomba niseme kidogo kwa wale ambao wana mashaka mwanamke huyu ataweza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataka niwaambie aliyesimama hapa ni rais. Mtangulizi wake alianzisha miradi mingi ikiwemo mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, reli ya kisasa ya umeme yani SGR, ujenzi wa miundombinu ya barabara, miradi ya hospitali kote nchini, shule na hata ile ya maji, ujenzi wa bandari, uimarishaji na ujenzi wa viwanja vya ndege unaendelea, na miradi mingine mingi inajengwa. Kwa hakika, mpaka sasa tunajivunia Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwa ametimiza ndoto za Watanzania wengi, na sasa miradi hiyo mingi imekamilika. Mfano mzuri, mradi wa reli ya kisasa kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma umekamilika na wakandarasi wanaendelea ujenzi wa vipande vilivyobakia. Hatua hii hukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Rais Samia anaishi na kuzitekeleza ndoto za waliomtangulia na ndoto za Watanzania. Ukisikiliza maneno ya wananchi ambao wanasema kupitia Sat Media na katika maeneo mengine, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana na wanaimani naye kuongoza kwa miaka mingine mitano baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. Pia wamesifia kuwa ni rais wa kwanza kuendeleza miradi yote aliyoiacha mtangulizi wake hadi kukamilika kwa viwango na kuianzisha mingine katika uongozi wake na kutekelezwa kwa viwango. Mheshimiwa Rais Samia amezifanyia mabadiliko na sera mbalimbali ili kuleta ufanisi katika utendaji na katika kuwapatia wananchi unafuu wa upatikanaji huduma zilizo sawa kwa jinsia zote. Mila ya kwamba mwanamke hawezi kumiliki ardhi haipo. Lakini la kushangaza ni kwamba huyu mwanamke ndiyo anatoa jasho jingi kwenye ardhi. Iwe kwenye kulima, iwe kwenye kufanya kazi yoyote. Mwanamke ndiyo anatoa jasho jingi kuitumikia ardhi. Lakini inapokuja kumilikisha, mwanamke hamiliki ardhi. Hii ni mila potofu sana. Kwa hakika, hili lilizungumzwa Dodoma, linadhihirishwa na wakazi hawa wa Arusha. Amu kai hobo ya morba yangi rok orare roko yo naleng. Amu nyai hoyo tanagara uhuru diaru agorongoro bege herisho niyo manen radio gi. Ndi raigi yogo sorwa ogorongoro denego bege agusi yoge nego. Amu rede jagi aba dene rormoruo. Wangarai ni raigi ni sinjo sorwa. Mara kyo mono nabe kwani raigi sinjo yogo sorwa o mamulaka bege agure nebo. Mara naroge kyo mono naleng ndasari nigiri sia Samia amero iwangarai na nabera sinengere ngwa hage anayo mara kyo mono naleng narero yoge ruwa omonu bire rogi yoge ndomono ge gorongoro yogo na. Mama anazungumza habari kwamba anamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu amewapa uhuru wa kujenga ndani ya mbuga ya wanyama ya Ngorongoro
na anamshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu ameweza kutenda sawasawa na jinsi ambavyo alizowatetea wanawake katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wanawake wa Kimasai hivi sasa wanapata uhuru juu ya waume zao ambao walikuwa wanawanyanyasa. Na vile vile wanawashukuru Mama Samia kwa sababu ameweza kuwasimamia wanaume juu ya kuweza kuwasomesha watoto wao katika elimu ya hali ya juu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo anasema hata kibuyu ambaye ameiweka mbele yake anamwambia Mama Samia akaiweke kuweka loshoro juu ya mumewe ili aweze kuitumia, kwa sababu kibuyu hii inapooza loshoro kama jinsi ambavyo ilivyowekwa katika friji. Wanasema asante sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu wewe peke yako ndio mwanamke pekee ambaye umeweza kuwatetea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hakika Mwanachato JPM alikuwa na ndoto nyingi katika taifa hili, na kwa dhamira yake alifufua shirika la ndege kwa serikali kununua ndege, na kwa hakika Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameienzi ndoto hiyo. Kwa sasa shirika la ndege Tanzania ATCL lina ndege zaidi ya 10 kuhakikisha ndoto hii inaendelea kumea na kuchipua. Ndiye rais aliyeshikilia dhana nzima ya mwendelezo wa maono yake na mtangulizi wake. Ni nadra Afrika kuwa na aina hii ya kiongozi. Ni nadra Afrika kuwa na rais mwenye mwendelezo kama Samia Suluhu Hassan. Bila shaka JPM anapumzika kwa amani. Alivyoacha vingi vinaendelezwa, sio barabara, sio madaraja, sio utetezi wa wanyonge, sio nidhamu ndani ya chama na serikalini. Ni jumla, kila kitu kinatekelezwa ili kuhakikisha Tanzania moja inalindwa, maendeleo yanasonga na ndoto za taifa zinatimia. Pumzika kwa amani JPM. Hongera sana Rais Samia Suluhu Hassan, kwa hakika kazi iendelee.